mtazamo wangu wa kwanza ni kwamba ninachokifanya ni agizo na ni mwelekeo sahihi ambao Mungu anatutaka tufanye. Lakini nafanya wapi? Nafanya na compassion, nafanya na nani? Nafanya na makanisa. Hayo mengine ni nyongeza baada ya kuitikia kwenye sababu iliyo kuu ile ya kipekee sana. Kwa hiyo nashukuru, naomba hiyo sababu iendelee kudumu ndani ya kanisa. Ikidumu hii huduma, hatutaona ni mzigo, wala hatutaona ni kazi ya kujitolea. Ngoja tujitolee kwa sababu compassion anataka. Haujitolei kwa compassion, wala haujitolei kwa mchungaji. Unafanya jambo sahihi ambayo Mungu anataka tufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye ripoti yenu nimeona mambo mengi mazuri. Mengine tutatumia kama angalizo, lakini niseme yale mazuri kwanza ambayo umeyatamka ni appreciate, lakini pia nitoe nyongeza. Amesema mimi ni mwezeshaji na nimefanya kazi katika mikoa kadhaa kabla ya kuwa meneja, na kati ya kazi ambayo siifanyi kama kazi, nafanya kama jambo nalolipenda ni uwezeshaji. Yaani sifanyi kwa sababu ya kazi. Kwa hiyo hata nisingekuwa na mshahara, kwa nafasi fulani kama nitapata naweza kufanya. Jambo la kwanza nishukuru kwa ajili ya level ya mliofikia ya elimu kwa vijana. Vijana 11 chuo kikuu sio wachache, lakini vijana 18 certificate na diploma sio wachache, na wengine wengi kulingana na level zao za elimu mlizozionyesha. Hii ni kuonyesha kwamba vijana walioko hapa wamewekewa mkakati wa kuhakikisha maisha yao yanabadilika baada ya kutoka hapa kituoni. Hiyo ni kitu kizuri, lakini kiupekee ninyi ndio mlioweza kuinua kanda yetu ya Magharibi kwa rekodi ambayo haitavunjwa. Sasa ninyi mliweka rekodi ya kwanza kumtoa kijana kwenye Royal Special Grant, huyo aliyepata division 1 ya point 6 ambayo yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam, si ndio? Hiyo rekodi haitavunjwa. Hata kama mtu atawaonea uchungu, hatavunja. Anafanyaje? Maana imeshapita awamu ya kwanza. Mimi nashukuru sana kwa ajili hiyo, na hili jina nimelitunga mwenyewe. Nilikuwa kwenye kamati ya watu wanaoshughulika na ada ya vijana kwenye huduma ya mtoto, na nakumbuka mwaka 2021 tukiwa kwenye kikao cha viongozi Dar es Salaam, nilienda na ripoti nimeichapisha ndefu inayochallenge mkurugenzi kwamba kituoni kule kuna vituo wanashindwa kusomesha vijana, na kuna kijana anakaa mwaka mzima anasubiri hela zikusanywe na vituo watangulie wengine, alafu yeye ndio waende mwaka unaofuata kwa sababu hela hazitoshi. Nikawa namwambia hivi, hatuwezi kutengeneza namna hata tufanye single dollar saving. Yaani ilikuwa ni kwamba tuhakikishe tunakata $1 kwa kila mtoto. Wakati huo nilikuwa napata $21. Kikata $1 wala hata fili, alafu tuweke pale ofisi ya nchi. Tulikuwa na vijana 114,000 wakati ule. Kwa hiyo kila mwezi tuna $114,000. Kwa mwaka tulikuwa na bilioni na zaidi. Nikasema hii ikae tu hapa isubiri vijana wakikwama kwenye elimu wa request wasome. Sasa kwa sababu sio sera, sio miongozo, hajawahi kunijibu. Hata hakuwahi kunijibu. Baada ya miaka 2 baadaye akaenda Togo. Alipoenda Togo akakuta kitu kama hicho kinafanyika kule Togo. Aliporudi akatengeneza kamati. Kwa hiyo akakumbuka kuna mtu alikuwa na shida hii kitu, ngoja nitafute awe mwanamati kwenye hii kamati. Kwa hiyo nikaweka kwenye hii kamati, tukachakata kwa kina, tunawezaje kuhakikisha vijana wetu hawakwami popote kwa ajili ya fedha kama amefaulu tu kwenda chuo kikuu. Tukakuja na approach kama 3. Moja ni kuiendea bodi ya mikopo itupe dirisha maalum kwa ajili ya vijana wetu wanaofadhiliwa kwenye makanisa. Bodi ya mikopo ikatengeneza window kwa ajili ya compassion. Kijana aliye kwenye ufadhili akiingiza taarifa zake kwenye mkopo, itamuuliza, je, uliwahi kufadhiliwa?
Akishatiki yes, inamwambia ni nani anayekufadhili. Akiweka compassion, fomu maalum inakuja na bodi ya mikopo inamtambua, inamweka namba 1 kupata mikopo. Ndio maana mwaka jana tumesaini sana zile fomu. Ni matokeo ya kuhakikisha kijana yeyote hakwami kwa ajili ya ada. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha pili tukasema, miaka mingi imeenda, wale vijana wanaofaulu kwa alama nzuri wanaonekana kupewa msaada mdogo kuliko wale ambao ufaulu wao haukufikia hicho kiwango. Maana kwa uzoefu tu, kijana akienda chuo kikuu cha Dodoma na anayeenda kwenye shule moja tu cha mapishi au cha dereva pale Arusha, unakuta huyo anatumia fedha nyingi kuliko anaenda chuo kikuu cha Dodoma. Tukasema tuendelee kuwatia moyo wanaofaulu vizuri, ndio tukatoka na kitu inaitwa Royal Special Grant. Hii ni nafasi 50 kwa nchi kila mwaka ya vijana wanaofaulu division 1 ya pointi 3 mpaka 7 kwa A level. Na sasa tunaanza na masomo ya sayansi kwanza, kwa sababu sayansi pia imeachwa nyuma, watu hawaipendi, watu wanaiogopa. Kwa hiyo sasa kwa mwaka wa kwanza ulioisha, nchi nzima tulipata vijana 5 tu, na kanda ya magharibi tukatata mmoja akatokea hapa Shalom. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ni fursa ambazo ziko, nataka kuwaonyesha kwa hawa vijana mliowasema 8 wako form 5. Na mpango wa kuendeleza kupata Royal Special Grant au umeridhika na huyo moja? Maana rekodi ya wingi bado haijavunjwa. Bwana asifiwe. Bado hatujaivunja kanda ya magharibi. Ila kuanzia mwaka 2023 tulikaa na hao wezeshaji Chato hotelini, tunatengeneza mkakati wa kanda. Tulikaa siku 3. Moja ya vipaumbele vyetu kama kanda ni elimu. Tukasema kwenye ishu ya elimu hatutakubali kijana au vituo vizembee. Tutahakikisha kama ni kambi zifanyike, vijana wafaulu, alafu waende chuo kikuu. Maana ndio matokeo yanayobaki kwenye maisha ya mtu. Mtu akiondoka elimu huwezi kunyang'anya hata kama unamchukia. As long as ameshafaulu anaondoka nayo. Hiyo ndio kitu pekee ambacho kinabaki kwenye maisha ya mtu. Sasa kama kanda yetu ya magharibi ambayo ninyi ni sehemu yetu, naomba hao wote 8 wapate Royal Special Grant kama inawezekana. Iwe ni maombi ya kufunga, iwe ni makambi, mimi sijui njia mtakayotumia, ila tu msiibe mtihani, kwa sababu sisi ni watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa namna yoyote ningefurahi kuona hawa vijana wote wanapata Royal Special Grant mwaka unaokuja. Waliomaliza ni wangapi ambao nafikiri mtihani umeshauingia au ukijao sijui? Tunatarajia wangapi? Eneo la elimu niliache na niwashukuru kwa ajili ya matokeo mazuri sana. Nimeona pia mambo ya kuboresha kipato cha familia, kipato cha mtu moja, na nimeona kijana matokeo na toroli yake ya matunda. Yuko hapa? Amekuja leo? Ni yupi? Mambo yanaenda vizuri kaka? Hapa yanaenda vizuri. Ile njia ya pili ya kusikiliza hatujawapa ushuhuda wazazi na vijana. Nafikiri tutawapa baadaye waseme maisha yanaendaje, si ndio? Kabisa. Bado kituoni. Napenda pia kuwaambia sasa kuna kitu inaitwa SIYB, Start and Improve Your Own Business. Hii ni kwa ajili ya vijana wakubwa na familia. Na hii ni window ambayo PF atawezesha. Ni afua, naita intervention kwa Kiingereza. Hii inaangalia kuwasaidia vijana kuanzisha biashara au kuimprove biashara ambayo tayari wanayo. Brother, hii dunia ni kubwa kuliko kahawa. Kama kahawa wananunua maembe yaliyoko kwenye kokwa, kuna watu wameshaweka kwenye pakti wanauza juice, si ndio? Na wananunua embe kwako, embe unauzaji ile zuri kabisa 2,000, si ndio? Hiyo embe kichakato inatengeneza pakti ya juice, wanakuuzia 7,000. Si unaona Kwa hiyo kuna namna ukiuza hivyo unapoteza vitu vingi na unapoteza thamani kubwa, ila pia uweze kuhifadhi. Si embe inaoza, si ndio?
juice huwa haiozi. Unaona na usifikiri kwamba eti ni kitu cha ajabu duniani hakiwezi kutengenezeka, wewe huwezi kutengeneza. Sio kweli. Unaweza kwenda SIDO wakakufundisha. Siku kuna vimashine vidogo tu vya kutengeneza juice, mkapaki tu, ukapaki leta matokeo, sio matokeo juice. Tunauza matokeo juice hapa wapi? Hapa kituoni. Tunasafirisha kwenda Mwanza. Ni namna unavyojibrand, si ndio Kwa hiyo iangalie biashara kwa upana. Tumia hii window ya start and improve your own business. Alafu tajiri vijana hata 10-20. Mwisho wa siku tuna kiwanda cha juice hapa Kahama. Bwana asifiwe sana. Unajua nini? Haya maisha usiangalie kwa unyonge. Usiangalie kwa unyonge kabisa. Tulianzisha maombi kanda ya magharibi. Siku moja nikawaambia, nataka siku moja tuombe watu 1000, viongozi 1000 kwenye makanisa yetu yote, kwa sababu tunahitaji kumwomba Mungu ili haya mambo mengine ambayo fedha haiwezi na elimu haiwezi, Mungu afanye njia. Ni kama haikuwa watu wengi hawasemi itawezekana, lakini mara ya mwisho tumeomba watu 1021 na ni mwezi tu uliopita, si ndio Unajua, usiogope kuona mbali. Sio lazima wewe ufikishe wewe. Wanaweza kuja wengine wakafikisha hiyo kuwa na kiwanda kikubwa. Kwa hiyo usijidogoshe. Kwa sababu tayari umeshaanza, fikiria kwa ukubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka fulani kama miaka 4 nyuma tulienda kufanya survey kule Kaliua na Sikonge. Kote na Urambo, kote tunapopita naona maembe. Alafu Katolika kipindi cha maembe. Lakini nakutana na malori ya Azam amebeba maembe yetu yote. Anapeleka wapi? Dar es Salaam. Nikamwambia pia, hii utaitwa ukanda wa viwanda. Anzisha namna ya kuhakikisha kila kaya unajua shughuli zake, wana mashamba kiwango gani, kiasi gani. Tuanzishe naita vituo darasa. Tuna vituo darasa katika cluster, tuna kituo darasa moja tumechimba maji, na hicho kituo darasa ni kituo ambacho kina maeneo makubwa. Tunatengeneza hapo mbegu ya matunda, tumechimba maji, wenyewe watapanda matunda kwenye eneo lao, lakini cluster nzima watakuja kuchukua mbegu ya matunda kulingana na idadi ya wazazi wenye maeneo na aina ya matunda wanayohitaji. Lakini lengo ni kuwa hapo kwenye kituo darasa siku moja tuweke na mashine ndogo ndogo, tutengeneze juice, tutengeneze unga wa mihogo, vitu kama hivyo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, dunia inazunguka sana, na wewe pia unapambana, maana umempa kitu ambacho hawezi kukifikisha ndani ya miaka 2-3, inamshughulisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uweke maono ambayo wewe mwenyewe inakusumbua kwamba ninaweza kufikia, na hayo ndio maono. Hiyo ndio ndoto kubwa, si ndio Ndoto sio ile ambayo tunaota tukiwa tumelala, ni ile ambayo inatunyima usingizi wakati wa kulala. Hiyo ndio inaitwa ndoto, na ndio tunaingiza ndani ya uwezeshaji. Kwa hiyo unaweza kufanya package, unaweza kuanzisha hicho kiwanda kidogo kidogo, ukaenda SIDO ukapata hiyo course, ukakuapprove, wakakupa na certificate. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii start and improve your own business pia ni kwa ajili ya wazazi. Na kaya 44 ambazo nimesema mmezifikia, mnauza mkabuni zingine pia, na mkaziwezesha kupitia hiyo afua ya start and improve your own business. Niongelee kidogo mambo ya skills. Skills zilikuwa 7 nimehesabu. Hongereni sana. Lakini nimesema mnatekeleza 2 tu kwa sababu ya madarasa, which is very okay. Kwa sababu gani? Nikiangalia zile skills, na nimesema kote nilikopita, na nimemwachia mwezeshaji yeye ajadili na makanisa waone namna ya kuassess hizi skill na kuona ni muhimu kuziweka hapa kituoni. Hiyo ndio swali tu la kujiuliza. Zikiwepo hapo kituoni zinaleta tija kama ambavyo imekuwa kule mtaani? Hiyo kijibu tu utakuwa umeassess. Kwa mfano kompyuta. Mwisho wa Mungu, kompyuta kama kompyuta kwa zama za sasa sio skills.
Kompyuta imeshakuwa ni kifaa cha kufanyia kazi. Yaani tukiwa na computer lab, vijana wanakuja kujifunza kutype, tumefeli. Kompyuta sasa hivi ni kifaa ambacho watu wanatumia kufanya kazi zingine. Injinia anatumia kuchora majengo kama haya, si ndio watu wa media wanatumia kutengeneza nini? Kuweka nyimbo, si ndio? Hiyo ni kompyuta, kuingiza hiyo sound na vitu kama hivyo. Wengine wanatumia kwenye shughuli mbalimbali nyingi, graphics wanatumia. Kwa hiyo skills sasa hivi sio kompyuta. Skills ni kile kinachotokana na kutumia nini? Kompyuta. Lakini pia kompyuta au darasa la kompyuta, tunatengeneza kitu kinaitwa digital library. Ndani ya hiyo kompyuta tukinunua kifaa kinaitwa Recho, tunaweka syllabus zote za masomo kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6 zinakuwepo online. Na mitaala imebadilika, sasa hivi inaitwa competence based curriculum. Tumeshaondoka kwenye ile vitabu tulivyonunua vya tai sijui vya nini. Imefika kituo kimoja vimejaa kwenye makabati, vimeshaachwa na muda na hata havisomi. Sasa tuulizane, kompyuta yetu iko kwenye hali gani? Hatujafika huko, na mimi sitafika huko, ila niwaambie kompyuta kwa sasa, kile kidesktop ambacho hakitembei, inawezekana tunatakiwa tukiache. Na unajua ni bei gani? Moja ukinunua CPU na screen ile $600. $600 ni tablets 3 za $200. Na tablets kijana ukiweka Recho hapa inaenda mita 100. Vijana wanakaa kule, hauhitaji darasa, wanakaa kule, wana access hiyo syllabus kwa namna nyepesi. Ndio watumishi wa Mungu. Sasa mpaka ufungue mlango aingie ndani, sijui awashe tea, sijui aende. Tumeshapitwa na wakati. Bwana asifiwe sana. Dunia inaondoka sana. Kwa nini usiwe sasa ninatengeneza fedha, uwe mtaani, kijana awe anamiliki saloni yake, sisi tumfuate. Na ubaya sasa zimeweka kwenye chobis fulani, yaani ili ufike kwenye saluni unapita mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sasa najiuliza, unajua jambo lolote likifichwa hata kama ni zuri, inakuwa tu uganga wa kienyeji. Kwa sababu sasa najiuliza, ni nani atakaye kuja kunyoa kwenye kona kama hii huko ndani? Wewe kunyoa basi sijawahi kunyoa. Sasa wewe ambaye unajua hii kona hujawahi kunyoa, sio? Mmemwekea nani ya kusema mimi ngoje niwe na skill 10 ili akija pia nisifie? Hatuwezi kufanya hivyo tena. Sasa hivi tunataka hivi tukiende kwenye maisha ya hawa watu. Vijana wawe na salon kule mtaani, awezeshwe, aendelee kutengeneza nini? Fedha. Na hiyo kwenye market, maana kule watu wanaona, watu wanahitaji huduma. Sasa huku yani ni maonyesho tu. Sasa maonyesho hayatusaidii. Na pia arrangement zao. Yaani unakuta hapa kuna saluni ya kike, si unajua wanatumia manukato zile vitu venye harufu. Hapa kuna ya kiume, katikati kuna sehemu ya upishi. Sasa mimi najiuliza hivi, huyu ananyoa hapa, huyu anapika hapa, huyu anatengeneza saluni hapa. Ni nini hiki mnachofanya jamani? Kimoja cha zamani kimenunua vifaa vya saluni mpya kabisa, kimeleta kituoni. Yaani tumekuja viko kwenye box. Alafu kiangalia sehemu ya kuweka haipo. Katuuliza, hivi kitu gani kilitakiwa kianze? Ni chumba au ni mashine ya saluni? Wakasema ni chumba. Sasa mbona nyewe mmenunua mashine alafu hamna chumba? Yaani kitu gani kiliwasukuma mnunue mashine wakati sehemu ya kutumia hii mashine haipo? Hawana majibu. Kwa upande wa talents nimeziona nzuri sana. Nimeona soka la wasichana. Soka la wasichana kwa Afrika halijapita sana, nchi chache sana. Na ninyi anzeni. Na Remi asiogope kuianzisha. Ndio, jambo lolote linaanza sehemu moja. Alafu kutoka hapo inatawanyika. Mimi nashukuru, tutaendelea kufuatilia hili soka la wasichana iliyoko Kahama. Tuone namna gani tunaweza tukaiendeleza. Sababu Mungu ametupa pia neema kwenye kanda yetu. Tuna vijana wengi wana vipawa, wana vipaji, lakini tumehamasisha makanisa yanazingatia na kufuatilia na kuendeleza. Kwa hiyo hii ni eneo moja wapo. Ni mwezi jana tu tulikuwa na vijana 11 walienda Arusha
tukaunganisha na COSTECH kwa ajili ya ubunifu kutoka kanda hii, na hao vijana waliwashangaza mpaka wanasema sasa, wengine kanda zingine wanasema sasa, mbona kama sisi tumekuja tu kutimiza wajibu, hao watu wamejiandaa kupitiliza. Watu wanafikiri matokeo makubwa huwa yanaanza siku moja, si ndio? Ni mchakato. Sasa hivi tunahimiza kufaulu. Siku tukichukua nafasi 50 watu watashangaa, bwana, inawezekana mchukue nafasi zote. Hawajui nguvu tuliyowekeza tangu 2023 ya kuhakikisha tunawekeza kwenye elimu ya nini, ya vijana. Hawajui injili tunayohubiri ya kuweka digital library kwenye kila kanisa, vijana wasome. Hawajui bidii tunayosema kuwe na makambi kwenye makanisa, lakini watu wanaona matokeo. Na hiyo pia nilishuhudia kwenye shindano la mwaka jana. Kati ya makombe 20 tukachukua 14. Alafu watu sema tubadilishe namna utaratibu wa kutoa kombe bwana. Wote wanayachukua. Sasa utaratibu unabadilisha leo wakati mashindano ina utaratibu na ufahamu. Mshindi wa kwanza anachukua kombe. Sasa utakuwa wa pili kwa taratibu gani? Watu tukabeba zote. Lakini ni maandalizi ambayo wachungaji, watendakazi na makanisa yanafanya. Alafu matokeo yanaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hili pia ni jambo la kuwezesha. Wale vijana walitushangaza, wametengeneza system ya kumwagilia mashamba. System kabisa ya irrigation ya mashamba. Wametengeneza system ya kuanua nguo. Yaani nguo zinaanuliwa tu na kitu kigusa inaanua nguo inaleta ndani. Katengeneza system ya kucontrol level ya maji kwenye nyumba. Hauhitaji kujua kama maji yamepungua au yamejaa, unaangalia tu kwa ndani. Walitengeneza vitu vingi sana. Miwani kwa ajili ya watu wasioona, ambayo inaongea. Akitembea inamwambia hapo mbele kuna obstacle, turn your right, anageuka kushoto to get a space. Kwa hiyo inaongea tu kwenye masikio, amevaa, anatembea. Walitengeneza vijana. Hivi vijana mnapowaona, kuna vitu Mungu ameweka ndani mwao. Ni mpaka viibuliwe. Alafu vikiibuka ndio vitatushangaza. Ndio hapo utafurahia huduma ya mtoto na kijana. Vinginevyo utawaona ni mzigo, kwa sababu hujawapa opportunity ya kutumia akili na maarifa yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unakumbuka Kenya jamani, jenzi waliingia bungeni. Bunge inalindwa sana. Walipitia wapi? Waliingia sio watu wa kuwabeza, kwa sababu ufahamu unakuwa. Sasa kwa sababu sisi generation alpha, generation X hatukuwa na mazingira kama hiyo, inatushangaza. Lakini wenyewe wana learn fast, mazingira yanawapa ufahamu na wana ujasiri, kwa sababu hawashtushi na vitu vya zamani. Vitu vipya vina nguvu kuliko vya zamani. Fountain Gate na vijana, asanteni. Eneo la kiroho, hili ndio eneo la kanisa. Na ndio maana shirika litaondoka kuwa mdau wa kanisa. Kwa sababu Mungu anasema kumfungua watoto kutoka kwenye umaskini kwa jina la nani? Anayehubiri Yesu ni nani? Kanisa. Vijana 131 wameokoka. Jamani, hebu mjipigie makofi. Unajua? Ana saikolojia mmoja akasema ukiweka elimu bora ndani ya roho mbaya ni sawasawa na bomu mbaya umeitengeneza. Yeye anaitwa Cosmas Badulu, wanatafuta kwenye YouTube utampata. Ongea sana vitu vya saikolojia. Sasa na mimi nikakumbuka hivi Osama alisomaga wapi ile skills zake za ujasusi Marekani ilimtumia kwenye vita vya Vietnam. Lakini baadaye aliwatesa sana kwa sababu hajaokoka. Si ndio? Angekuwa ameokoka angewatesa waliomfundisha. Ndio maana eneo la kiroho ni la muhimu. Na kwa kufanya hivyo ndio maana shirika kwa neema ya Mungu ilitaka kwenda kwenye NGO, imerudi kuwa FBO, Faith Based Organization. Yaani hakuna shida kutangaza Kristo, hakuna shida kuanzisha mkutano wa injili wa vijana wakahubiri mtaani. Na hapa nimeona kitu kizuri kwamba mmewa include kwenye shughuli za kikanisa. Ukasema vijana wanashiriki crusade, wanashiriki mkutano ya injili ya kikanisa. Ni kitu kizuri sana. Kwa sababu vijana wasipohusishwa kwenye shughuli za kikanisa wanajionaga wenyewe sio wa kanisa hili. Na mwisho wa siku wanaondoka. Hatujui wanaendeleaje.
lakini wakihusishwa kwenye shughuli za kanisa, wanakuwa sehemu ya kanisa, wanaona ni mali yao. Ukiwatumia kwenye mikutano ya Injili, uimbaji na vitu kama hivyo wanavyofanya, hawataondoka, maana wana vitu vya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu wenye akili, wenye elimu, ukiwachagua kuwa viongozi au kuwaweka karibu na wewe, alafu hujawapa majukumu, watafanya majukumu ambayo sio ya kwao. Kanisa moja mchungaji akachagua wazee wa kanisa, sasa hajawapa majukumu na wenyewe walikuwa hawajui. Yaani baadaye wanang'ang'ania kushirikisha meza ya Bwana, kufunga ndoa kwa sababu si hawajui. Sasa umetuweka hapo sisi tufanyeje? Hayo unayofanya wewe na sisi tunafanyaje? Tunafanya, si ndio? Kwa hiyo ni muhimu sana kumhusisha mtu na kumpa majukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye wataanza kufanya vitu ambavyo utaratibu mnaona sivyo, kwa sababu hamjawaelekeza. Lakini kuna zile huduma inaitwa universal calling. Wote tunaitwa kuhubiri Injili, wote tumeitwa kuhubiri Injili. Kuomba, wote tumeitwa kuomba. Kuna vitu hatufanyi kwa sababu ya vipawa na vipaji. Tunafanya kwa sababu ni majukumu ya sisi sote. Hatuseme wale wenye vipawa waombaji waje. Hii ni ya kwetu wote. Ingawa tunazidiana kwenye level za kuomba na maombi yanafanyika huduma pale ambapo ukienda kuomba unaweza kutumia masaa 6 ukimwombea mtu mwingine, sio wewe. Lakini ukitumia masaa 6 kujiombea wewe, bado maombi hayajao huduma. Ni wewe umeenda kujiwasilisha mbele ya Mungu akusaidie, si ndio? Kuna watu tunaona wanafunga makanisani, funga wiki nzima. Sasa mwambie, hebu niletee mahitaji uliyoombea. Yote ni kwa ajili yake. Kwa hiyo tunasemaje, anafanya huduma au anajipeleka mbele za Mungu? Ni lini umefunga kwa ajili ya mtu mwingine? Ukiweka hiyo level, ndio maombi yanavuka level ya ubinafsi, yanaenda level ya nini? Ya huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kusema maombi wote tunaomba, lakini tunazidiana pale mwingine anapokuwa ameyapeleka kwenye level ya nini? Ya huduma. Mimi nashukuru sana kabisa kwa kuunganisha vijana. Nimalizie na vitu vichache vya child protection. Ninashukuru kwa ajili ya kampeni. Naomba kama mratibu utatuambia wote mna haki ya tabia njema. Hiyo ni kitu cha muhimu kwa wale ambao wanagusa maisha ya watoto. Watu wamefanya background check wote, walimu, watendakazi na wale wengine wote. Nashukuru kwa hiyo maoni program. Hiyo nimeisikia hapa. Maoni program, nakuwa na sehemu watu wanatoa maoni na mnaziangalia, kama kuna changamoto mnakaa na kuongea. Lakini nashukuru kwamba umeenda zaidi ya kanisani, mko kwenye jamii, kitu kizuri sana. Kwa hiyo nashukuru, na pia unazingatia zile standard. Viongozi wa kanisa mara moja kwa mwaka, wazazi mara ngapi kwa mwaka? Mara 2. Watoto kila baada ya miezi 3, kila baada ya robo mwaka. Hizo standard msisiache, lakini usiache kureport incident yoyote ya child abuse ikitokea tutuone, maana hiyo ni muhimu hata kama ni ndogo, kwa sababu mambo ya ulinzi wa mtoto huwa hatuna udogo wala ukubwa, zote zinatuathiri. Hata kama ni ndogo, ripoti, utafiti utafanyika, kama sio kweli basi itakuwa ignored. Alumni, nashukuru kwa vijana 5 waliohitimu. Mnafahamu kwa wapi wanafanya nini, mnawafuatilia. Kuna mmoja anaitwa David yuko wapi? Yule kijana nimeona kwenye picha. Yule anayesimamia hayo yuko wapi? Si anahitimu hivi karibuni katika ile idadi ya wanaohitimu, si ndio? Sasa leo mimi naomba tu kwa kushirikiana na David na wengine, huyu kijana kwa sababu amekuwa mobilizer mzuri kwenye tayo, si ndio? Akihitimu tu, kazi ya kwanza ni kuunganisha wale wote waliohitimu cluster ya Kahama. Ili siku moja tukiwaita kanisani waje, tujue wako wapi, tumshukuru Mungu pamoja na wao, kwa sababu wameonyesha uwezo kwenye hii program ya online ya kituoni. Tukimpa na hao waliomaliza pia atatusaidia kama kanisa, kwa sababu hatutaki tuwapoteze. Kuna siku tunataka waje kanisani, tumshukuru Mungu, tujue wanafanya nini,
na wengine wanaweza wakafanya vitu vikubwa kanisani kabisa. Kule Arusha kuna vijana walienda wakachangia milioni 22 siku moja walihitimu kwenye huduma ya mtoto. Wengine wakaambia mchungaji, tunaomba sisi tuweke taili zote kanisani, kwa sababu wana kazi zao, wamefanikiwa, si ndio Kwa hiyo tuwatafute, na hawa 22 wanapohitimu wajue kwamba sio mwisho wa ushirikiano na kanisa. Kuna mkakati umewekwa. Kuna siku labda tutakutana mara moja kwa mwaka. Inaweza kawa wakati wa Krismasi, inaweza kawa ile siku mlipoandikisha watoto, si mnatengeneza namna fulani kitu kinachowavutia, kuhakikisha kuja kwao kunaleta maana. Kwamba wakija leo ni siku ya shukrani kwa sababu miaka 10 au miaka 25 kule nyuma niliandikisha kwenye kituo hiki, au kila mmoja anatoa ushuhuda wake, mambo yanakuwa mazuri. Asanteni kwa ajili ya kuwashirikisha wadau. Nimeona serikali mmeshirikisha pakubwa na inawatafuta kwa sababu na vitu mnafanya kama kwaya vijana yule wa aliyesoma mambo ya waandishi wa habari, naona na mmoja afanye pale, ni kitu kizuri. Sio makanisa yote yanafanya, na jumla ya haya yote mlioyaripoti ndio kitu inaitwa program ya vijana na nani na watoto. Yaani tusingeona kuna vitu vinafanyika, hata tungekuta darasa kubwa, kompyuta nyingi, sijui mashine za kupika zimesimama hapo, kama hakuna kitu kilichotoka kwenye hivyo vitu vikahamia kwenye tabia ya mtu, tunasema kwenye program ya. Lakini yale maarifa tuliyoyasukuma kwa vifaa yakionekana yanaleta tabia iliyobadilika kwenye maisha ya mtu, tunasema program ipo inafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni kwa sababu hamjachoka kwa miaka yote 14, bado mnapambana na safari bado ni ndefu. Mungu atusaidie kwa sababu huduma bado inaendelea. Mambo machache ya kuangalia mkiwa na uwezeshaji wenu, naomba tu muangalie haya, ni ya muhimu sana. Sijasikia eneo lolote ile, sijasikia local sponsorship, ufadhili wa ndani. Watumishi wa Mungu, miaka 14 shirika limekuwa ikishirikiana na sisi, lakini hii haimaanishi shirika inatimiza kila kitu ambacho kinatakiwa kifanyike. Inatoa sehemu ndogo sana ya fedha. Ninyi mnatoa sehemu kubwa ya fedha. Kama tu hili darasa mnaona ni zuri, na after all sijasema mazingira yenu ni mazuri, hasa tulipokaa, si ndio Sio makanisa yote tumepokelewa na mazingira ya namna hii. Mengine tu unaona kabisa wale wajamaa wamejenga na sio wajana, unaona sasa unajiuliza hivi wanatumiaje ili eneo ndugu? Na ikanikumbusha kitu fulani tulifundishwa na daktari mmoja toka Kenya, inaitwa functional blindness, yaani upofu wa kuzoelea. Akatoa mfano, na ni mfano hai sana. Tunaona ule mlango pale, kuna wakati mvua ikinyesha zile mbao zinaumuka, si ndio Kwa hiyo sasa unakuja kufungua mlango haufunguki, si ndio unaulazimisha kufunga na kufungua. Siku ya kwanza unakereka mlango bwana, siku ya pili unaendelea kukereka kidogo, mpaka wiki inaisha na mwezi unaona kawaida. Sasa inaitwa functional blindness. Kwa hiyo kwako wewe sio shida mpaka aje mgeni. Mgeni ndio anashangaa, jamaa mbona mlango akiukuta mpaka jasho linamtoka, haoni shida, unaona? Lakini wewe kwa sababu umezoea, kwako wewe ni sawa. Tuangalie. Nimempa Remi, mimi nimempa projection yangu kwamba kufikia mwakani wakati kama huu, kwa kweli alipe status ya kahaba. Ni makanisa mangapi yanafadhili watoto wangapi? Nitashukuru sana. Lakini nimefurahi nimeona graduation strategy hii nilikuwa nimeandika nisiongelee. Nini wewe umesema vizuri kwamba mna vijana 22. Mnajua kabisa kila mmoja anahitimu lini na atapewa kitu gani au tools gani kulingana na alivyosoma. Hiyo ni kitu kizuri. Kuna makanisa wanavamiwa, inakuwa dharura, na amekuwepo miaka yote. Leo anahitimu inakuwa dharura. Seriously, kweli tutakuwa tumeitumia nafasi yetu vizuri. Hiyo ni kitu kizuri, graduation strategy. Nimeipenda. Nimalizie kwa kusema hivi.
Kama shirika miaka mitatu nyuma tulitengeneza kitu tunaita mpango mkakati wa makanisa, lakini ule mpango mkakati ni kwa ajili ya mtazamo wa huduma ya nini, ya mtoto na kijana. Sasa ninajua makanisa yana mpango mikakati ya kwake. Naomba askofu, ikiwapendeza, mjadili habari ya sustainability, uendelevu, uweke kwenye mpango mkakati wa kanisa. Katika ule utaratibu wa makanisa yetu wa kusoma Biblia, mimi leo nilikuwa namalizia kitabu cha Mwanzo baada ya kumaliza Agano Jipya, lakini nikashangazwa kwa upya sura ya 41 na sura ya 47 kitabu cha Mwanzo. Sura ya 41 ni mahali ambapo Yusufu anatafsiri ndoto za nani? Za Farao, namna alivyoota, akashangazwa na vile vitu masuke pamoja na ng'ombe. Alafu akampa mkakati wa miaka mingapi? 7, wa namna ya kufanya wakati wa shibe, ili wakati wa njaa tusifanyaje? Tusiteseke. Sura ya 47 watu wameishiwa fedha, na fedha zote walizitumia kununua mazao. Jamaa aliziweka kwenye reserve ya Farao, kwenye benki, kwenye akaunti ya Farao ili amiliki nchi. Watu wakasema sasa fedha imeisha, ngoja tuanze na ng'ombe. Jamaa akapokea na wanyama wote. Ng'ombe wameisha, sasa tunakupa na ardhi. Naona kuna siku tusipokuwa na mkakati, huduma hii itaondoka. Tunaweka reserve ya maarifa namna gani? Tunaweka mikakati ya vitu tulivyo navyo, tunavitumia kimkakati namna gani? Mimi nikajiuliza, hizi fani zote tungeifanya chuo, tungekuwa na chuo cha namna gani? Alafu hawa wazazi sio na watoto wengine, tumechukua mtoto mmoja, si watatuletea na wale wengine, alafu watatuletea na wajukuu waje wapate maarifa hapa. Moja, tumehudumia jamii. Pili, wanatupa na malipo. Maono yetu yanaishia wapi? Mikakati ya makanisa ndio itakayotengeneza sustainability, uendelevu. Na mikakati ya kanisa ikiweka bayana kwamba sisi kwenye eneo la huduma ya jamii tumechagua kuwa na shule ya chekechea au shule ya msingi, na hapo tutakuwa tunaangalia namna gani tutaihudumia jamii kwa njia nyepesi, hata wale ambao wanatamani ile elimu hawana nafasi ya kuipata. Na ili kufanikisha hivyo, tutatafuta wadau wengine. Huko ndio shirika inakoenda, kwa sababu aina ya ufadhili kwenye shirika imebadilika. Na huu ndio ujumbe wangu kwenye kanda ya Magharibi. Miaka ya nyuma tulikuwa tunapata wafadhili 12,000, 15,000 wanaofadhili mtoto mmoja. Miaka hivi karibuni wameshuka kuanzia 9,000, imekuja 6,000, sasa hivi ni 4,000. Na mwaka ujao wa fedha tunaanza kwa 7, inaweza kawa 3,000. Sasa watoto 3,000, hata ukianza kuongezea kwenye vituo 606, kila kituo inapata watoto wangapi? Na huko Shinyanga tumepita, kuna kituo kina watoto 112. Ili urudishe 200 unahitaji watoto 88. Vipo vituo kama hivyo labda 30. Hiyo 3,000 haitoshi. Lakini tu dalili zinatuonyesha wanashuka, kwa sababu approach ya dunia ya kufadhili imebadilika. Watu wanafadhili wanasema one time. Mtu anasema nina shilingi, nina dola 100,000, nataka nifadhili kitu cha aina hii. Je, mna kanisa linaloendesha kitu cha aina hii? Mathalan, inaweza kilimo, shule za awali, shule za VETA. Ndio Biblia inasema mtu kama ana maono uache kufanya, ujizuie. Ukilala usiku kama kiongozi wa kanisa, ukaamshwa saa 6, amka. Ndio kuletea hapa dola 100,000.
kesho nikae na wazee wangu. Huna mkakati. Maana mkakati si umeuandaa wote, unafahamika maeneo ya kipaumbele, unayasema kwa sababu unahitaji ruhusa ya watu. Tuna mkakati wetu. Mkakati wetu mmoja ni kusaidia wazazi wanaoishi kwenye nyumba zinazoanguka, na eneo hilo shughuli ni 1, 2, 3. Mwaka huu tunataka kujenga nyumba 60. Kila nyumba ni milioni 10. Yaani mtu anasema huyu ndio wakupa nini? Fedha. Na mtu wa namna hiyo ukimpa hasitapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu wa kusema ngoja nikae na wazee, sina hakika kama hizo pesa atazitumia kwa namna sahihi. Sina hakika kabisa. Hii inaenda mpaka kwenye maisha binafsi, kwamba sasa hivi atokee tu mfadhili hapa atupatie milioni 10. Ndio utashangaa watu walipokuwa hawana mkakati. Hapa ilivyo, hapa tulipo. Yaani vitu vitakavyofanyika utashangaa. Yaani safari ya South Africa haipo, inatengenezwa leo. Si milioni 10 zipo. Lakini mwenye mkakati anasema Mungu amenisaidia. Yaani zote zinaisha dakika moja. Unajua kwa Modeo anakopa. Unajua kabisa mmiliki wa jambo yule mwenye maji anakopa. Unajua Bagresa anakopa na hasimtoshi. Si unajua na nchi inakopa na hasiwatoshi. Ni kwa sababu wana mikakati, wana maeneo vipaumbele, wanajua inahitaji shilingi ngapi. Kwa hiyo sisi hata hapa tungeulizwa swali la pili, mimi na hela nataka nikusaidie, unahitaji shilingi ngapi? Hivi unajua unahitaji shilingi ngapi kwenye mpango wako wa mwaka huu ambao umetoka kwenye mkakati wako wa miaka 5? Unajua unahitaji shilingi ngapi? Malizie na ile mfano kwa yule askofu wa KIC anaitwa Nyagwaswa. Si ndio? Anaandika kitabu kinacho mifano haya. Akatoa mfano wa familia, mtu na mke wanatoka kulima shambani, wamechoka. Wakakutana na malaika, akauliza, ombeni tu mambo mangapi? 3 niwasaidie. Sasa kwa sababu hawana mpango na wametoka shambani, wamechoka, wana njaa, mzee akasema naomba wali kuku. Yaani mtu amesema ninakusaidia, si ndio? Unaomba wali nini? Wali kuku. Alafu mama akaona amekosea sana, akasema unaomba wali kuku, wewe kichwa chako kama cha kuku. Maana walipokuwa wali kuku ikatokea. Aliposema kichwa chako kama cha kuku, kichwa cha mzee kikawa cha nini? Cha kuku. Jambo la pili aliloomba. La kwanza wali kuku, la pili kichwa cha mzee kichwa kama cha nini? Imebaki nafasi hii. Unafikiri ataomba nini? Urudisha kichwa cha nini? Awe mwanadamu. Na fursa imeisha. Ndio makanisa mengi yanavyochukua opportunity kwa sababu ya kosa mikakati. Kuweni na mikakati, itawasaidia. Na ufadhili wa Compassion unaenda hatua ya pili, inaitwa movement. Maana yake tukimaliza hii ya kusajili watoto, tunatembeaje na wale ambao wamekuja, na inaangalia sasa mikakati yenu, vitu mnavyofanya, huduma jamii mnavyojiendesha, na itakuwa na uhuru mkubwa sana, kwa sababu ni jambo lenu, watu wenu. Mnaajiri tu hao watendakazi, wanakuwa sijui wakurugenzi wa VETA au wa meneja wa shule, yaani inakuwa ni jambo lenu na inafikia jamii kwa namna nzuri zaidi. Baada ya kusema hayo, mimi washukuru tena, asanteni. Nimejifunza mengi na nimeridhika na program ambayo inaendelea hapa kituoni. Kiukweli inagusa maisha ya vijana na maisha ya wazazi. Kama muda ukiruhusu tupate shuhuda ya vijana na wazazi. Kama muda utaruhusu, basi naamini ni jambo jema, tutapata muda siku nyingine. Asanteni sana.